Unajua T.R. Msigwa hupenda kuongea na watu tofauti tofauti na huwa msikivu kusikiliza wanachoongea ndugu zangu wenzangu ambao huwa tunazungumza nao, na tukawa tunazungumzia kuhusu safari za mwendo wa haraka, kwa maana treni kutoka Dodoma kuja Dar es Salaam, na nafikiri muda si mrefu treni zinaweza zikafika Mwanza na kufika sehemu zingine kwa mujibu wa ndoto hiyo au taratibu hizo. Lakini kwa sasa Morogoro kuja Dar kwenda Dodoma ni masaa matatu, na yanaweza yakazidi kidogo yakapungua kidogo, kwa sababu sijapanda usafiri huo, kwa hiyo siwezi nikalizungumza kwa kina sana. Lakini tulikuwa tunazungumza naye tulikusudia takriban masaa matatu unaweza ukawa umefika Dodoma. Cha kuzungumzia hapo ni kitu kimoja tu. Tuna safari ya miaka 40. Nilimsikia mwanasiasa mmoja anasema hodari sana wa kupanga mipango, lakini hatuna usimamizi madhubuti. Huyu ni mwanasiasa, naye nilimsikia. Sina sababu ya kuendelea kumnukuu mwanasiasa wa Tanzania kwa sababu nawajua vizuri sana wanasiasa wa Afrika. Katika mwendo wa masaa matatu tuna miaka takriban 60 tokea tupate uhuru. Tumekuwa ni hodari zaidi kuishi kwa taaluma za wenzetu. Tumekuwa ni hodari zaidi kurekebisha au kutengeneza vinavyobuniwa na wenzetu, lakini tuko nyuma katika miaka 60 kubuni vyetu ambavyo vinaweza vikarahisisha maisha yetu kupitia taaluma zetu. Leo tunazungumzia masaa matatu kuwa ni rahisi. Watizame tu wa Faransa, watizame China. Treni ya China hapa na Morogoro, kilomita hiyo inatumia saa moja. Ni kwa sababu kuna watu wanafikiri kwa faida ya taifa lao, wamewekeza kwenye kubuni. Afrika ukiwa na uwezo wa kubuni unashambuliwa, unawekewa vikwazo. Ni kwa sababu ya kushindwa kujitambua na kutambua. Ukiwa unashindwa kujitambua utakuwa na vitu viwili hatari sana. Utatawaliwa na choyo, utatawaliwa na roho mbaya. Hii ni gavana inayoifanya Afrika ishindwe kukimbia kwa kasi, na hatimaye imekuwa ni hodari kwa kununua vitu, ni hodari wa kuagiza vitu, lakini si hodari kwa kubuni vitu na kutengeneza vitu rahisi vinaweza kufanya maisha ya raia wao kuwa bora zaidi. Hili ni tatizo kubwa kwa wasomi wa Afrika, na mimi sina ugomvi na wasomi wa Afrika. Siwezi kuwa na ugomvi nao kwa sababu siwakubali kwa 99%. Siwakubali. Kwa ukiongea na T.R. Msigwa au ukimsikiza T.R. Msigwa kwenye TikTok, kwenye YouTube, ujue kabisa T.R. Msigwa wasomi wa Tanzania au wa Afrika kwa 90%, T.R. Msigwa hakubaliani nao kabisa. Na hata wakizungumza T.R. Msigwa bora asikilize taarabu au asikilize kitu kingine, anaweza akapumbazika kuliko kusikia baadhi ya hao. Kwa kuna 1% nazikubali, kuna 1% sizikubali. Ni kwa sababu moja tu naweza kutaja, na sababu zangu takriban 14, lakini na sababu moja tu ambayo naweza nikaizungumza. Lakini lengo la kuzungumza hivi ni kutaka kushawishi